and real. Na swali ya mwisho ni kwa nini hizi nguvu ziko tayari lakini zinakosa watu wa kuzitumia? Na ndio mahali somo yangu inaelekea leo. Swali ni kwamba kwa nini nguvu zinapotea? Na ikiwa nguvu zinapotea, tutazirudisha namna gani? Na tukaanza hiyo somo on Tuesday. Tukaangalia pointi ya kwanza inayofanya nguvu za Mungu zipotee. Tukagundua ni uovu. Sema uovu. Sema uovu. Uovu ni nini? Uovu ni wakati dhambi imejengewa jina. Uovu ni wakati mimi na wewe tunakono watu alafu tunaita wisdom. Uovu ni wakati mimi na wewe tunachukua rushwa alafu tunaiita soda. Uovu ni wakati mimi na wewe tunazini lakini tunasema Mungu naye usamehe. Mungu naye ni mtu ataelewa tu. Uovu ni zaidi ya dhambi. Dhambi ni kitu ambayo imekushika kwa mistake, alafu ukaambia Bwana akusamehe na ukajirudia na ukajuta. Lakini uovu ni wakati majuto imeisha ndani ya mtu na amefanya dhambi kawaida. Uovu ni wakati kuna tabia ambayo umeijenga na ukaipatia msingi ndani yako na ukakataa uwezi kuiacha. Uovu. Uovu. Can somebody close that door? Pastor Alfred, close it. It's disturbing. Angalia jirani yako, mwambie uovu hautatajwa kati yetu. Nisaidie uangalie mwingine, mwambie uovu hautatajwa kati yetu. Nilimwambia watoto wa Mungu, heri twende mbinguni watu 20 kuliko kuwa watu 1,100 ambao wanaenda jehanamu. Uovu ni wakati tabia za shetani zimejengewa misingi na zikapewa jina rahisi ili kwamba zinapofanyika watu wafikiria ni kawaida. Halo? Nakutana mama mzima. Eti mimi wajua vijana wananizoeaga sana. Mimi ni mama wa vijana. Hakuna mama wa vijana. Baba mzima kazi yake tu ni kuchati na wasichana wadogo. Unajua mimi I counsel them, counselor. Hiyo ndio uovu ambao unajengwa polepole. Na ndio kwa maana Biblia inasema kwa kitabu cha Danieli, mtakapoona chukizo ya uharibifu inaingia patakatifu, asomaye na afahamu. Uovu ni wakati unaweza kufanya dhambi na usijute, ukaacha ukasimama kwa madhabahu na ukaambia watu inua mikono tuseme ni Bwana, na unajua wewe mwenyewe hakuna mikono unainua. Uovu ni wakati umekuna usiku mzima alafu ukaja hapo kaambia watu ulevi ni dhambi, na wewe mwenyewe umekunywa usiku mzima. Hiyo inaitwa uovu, si dhambi tena, uovu. Na ndio kwa maana nguvu za Mungu zinapotea makanisani, kwa sababu watumishi wengi wamebeba uovu, wamejivika ngozi lakini ndani ni mbwa mwitu. Kasikia mwingine anasema ukipeleka kondoo unakula kondoo. Nikamwambia kula zaidi mbingu zitakukula siku moja. Uovu ni wakati wale wanaokiri nguvu za Mungu wanapromote nguvu za hovyo. Wale wanaokiri nguvu za Mungu wamechukua dhambi kama lighter, wakaipatia mchezo, wakaifanya ikuwe ya mchezo. Oh, unasema ulizini? Pole, wewe ufika. Pole, Mungu atakurudi.
za kupoteza nguvu. Watoto wa Mungu, dhambi ni uasi, na uasi mshahara wake ni mauti. Upakwe mafuta ama usipakwe mafuta, mahali pana dhambi hapana nguvu za Mungu. People can make gimmicks. Ndio nakutana kanisa imebakilia comedy. Zunguka. Power with power. Kizunguzungu si power. Ukinizungusha mara 7 niangushe, hiyo ni kizunguzungu. Hakuna power. Kwa sababu ya uovu, watu wana fake miracles. Kwa sababu ya uovu, watu wana fake ushuhuda. Kanisa itaenda wapi watoto wa Mungu? Lakini ninashukuru Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko mbinguni, yuko duniani. Na angali na remnant ambao kwa uhakika watasimama kwa ukweli na watakataa kupatia misingi ya dhambi na sababu ya Mungu, na alafu nguvu za Mungu zitaijaa dunia na watu wataokoka. Uovu ni wakati tumetoa Yesu Kristo kwa nafasi yake tukajiweka. Hatutaji Kristo tena. Inakuwa ukitaka muujiza kuja kwa Action. Who is Action? Action has never died for anybody. Hata mfia mtu duniani, anayefanya ni Mungu. Uovu ni wakati tunamuondoa Kristo kwa nafasi yake na tunajiweka sisi. Na hiyo ndio imefanya nguvu za Mungu zimepotea kanisani. Hiyo ndio imefanya mamlaka ya Mungu imepotea kanisani. Uovu ni wakati wachungaji tunaweza kupeana sumu, watu tunauana sisi wenyewe kwa wenyewe, ili kwamba Wakristo wangu wawe wangu na wako wawe wako. Uovu. Wakristo wako ni kama wewe ndiye Kristo. Uovu ni wakati tunaweza shangia sote meza ya Bwana, lakini tukifika nje hatuwezi changia gari yako, hatuwezi changia fare. Uovu ni wakati unakutana mtu mfuko unajaa hivi na jirani yake analala njaa. Uovu. Na alafu unataka kitambi kubwa hivi kwa sababu imejaa na jirani yako ameisha, usimame mwambie Bwana anaokoa. Anaokoa nini? Kuna mahali pengine injili haitahubiriwa, matendo yako itahubiri. Na ndio kwa maana nguvu zimepotea kanisani. Na ndio kwa maana uweza wa nguvu za Mungu hazitembei tena. Ndio kwa maana hapana mamlaka ya kukirisha watu waone mkono wa Mungu, kwa sababu uovu umeingia kanisani. Lakini sikiza kwambia siri, mtoto wa Mungu, shida moja ya uovu, shida yake moja ni kwamba atakachokipanda mtu atavuna. Mshahara wa dhambi ni mauti. Naweza kujifanya mbele ya kila mtu mimi ni mtakatifu. Ikiwa utakatifu wangu haujulikane na Mungu, nijue ya kwamba shetani anangojea siku ataniweka na mimi mbele ya watu wengi ili kwamba aniaibishe. Shetani hawezi kukuaibisha mbele ya watu wawili. Shetani nitafute tu mahali ni Lonzi mwenyewe ataniona. Hapana, shetani hana hiyo. Kwanza anajua Lonzi atanyamaza. Shetani atafuta wa siku ya ule wa mshene. Wametoka kwa mkutano ya mshene. Wakiwa wanatoka kwa hiyo mkutano, wanakukutana gazeti first page. Ndio shetani anasema ndio kenye nilikuwa nakuandalia hiki. Unafanya mambo ambayo unafikiria watu hawayaoni. Unajipotezea nguvu mwenyewe. Kuna mambo ambayo Bwana anataka kukutumia ya kimaajabu. Kuna ngazi Bwana anataka kukupeleka ya kimaajabu. Acha kuruhusu vitu vidogo vikupotezee nafasi ya nguvu za Mungu. Kama unanisikia sema amen. Uovu ni wakati simu yako iko na password 52. Kila application iko na password. Zingine ni jicho, zingine ni kidole ya mguu, zingine ni kufanya hivi. Mtatuua. Hiyo ni uovu unatawala. Ndio unakutana usiku mzima. Mtu analalaga mpaka akiamka simu imejaa maji. Siku moja mtaoda vitu wenye hamjui kwa online. Siku nalalaga na simu hivi. Siku moja utakuja kutana ulilalia hivi. Ikapigia Jumia.
kametawala maisha yetu. Tumekuwa ni kama easy. By the way, 1998, 1997, hizi vitu havikuwa. Tulikuwa naitwa kru. Ama unaenda mahali utaingia, unangojea kwa laini. Alo. Kwa hiyo ulikuwa unangojea. Alo Bukavu. Mwenyewe kwa mwana anasema, alo Kishasa. Unatafuta nani? Unasema jina, unamwambia ngoja tukupatie mpango. Wanaenda wanamtafuta mtaani. Utarudi muongee naye kesho. Na tulikuwa vizuri hiyo wakati. Hata ukichumbia unaandika barua. To you my love. Na unachapa kama ua hapa. Na hiyo barua ikienda, unaingojea 2 weeks. Kila siku unakuwa unangojea, unauliza hajarudisha? Bado. Una hold mapenzi hivi 2 weeks. Mkosi aandike yenye haimatch. Na hiyo wakati watu walikuwa waaminifu. Hiyo wakati watu walikuwa watulivu. Watu walikuwa wanaaminiana hata. Lakini leo usiku mzima uko wewe na mume wako ama mke wako kwa kitanda, lakini uko I miss you. Kwa nakumbuka kudelete. Kwa nakumbuka kudelete nini? Uwapo umeingia kanisani. Uwapo umefanya kwa sababu umepotea. Delete nini? Ndio mwingine ananiambia nimeteseka baba, sijui nitafanya namna gani, nimedivert namba ya huyu ndugu kwa simu yako tafadhali. Utaona sana anapigaga nini anasemaje. Saa 9 za usiku mchungaji na ninamjua vizuri. Simu saa 9 za usiku, halo. Umelala? Anaambia kumbe ni conference call. Na mimi nasikiza sasa tu niko kimya hapo najifunga. Siwezi kusema nimemshika na hajasema kitu. Umelala si dhambi. Kisha msichana anamwambia bado na wewe uko? Nimeingia kwa bafu, nimemwacha huko kwa room. Nikamwambia hata mimi niko hapa. Akauliza ni nani? Nikamwambia ni mimi, action, na mimi niko kwa hii call. Akakata chini. Nikasema muovu wewe. Na unajiandaa kesho uende utuambie Bwana anaponya, Bwana anafungua. Hakuna kuponya, hakuna kufungua. Tutubu dhambi, tuende mbinguni. Kuponya haiko ndio shida. Yesu Kristo hakukutaka kuponya peke yake. Ingelikuwa ni kuponya, baada ya kutuponya angelirudia mbinguni. Alikuja ili kwamba atakaposimama kwa msalaba, dhambi zako na zangu, tabia za asili, hali zisizofaa, uovu wa dunia ukaende chini ya miguu yake. Ndio sababu kubwa ya Kristo kuja. Sio sababu ya kusema watu watapona. Kupona watu watapona, kufunguliwa watu watafunguliwa, kupata makazi watu watapata, lakini mbinguni ni sharti tuwapeleke watu. Tutapeleka watu wapi baada ya kupona? Wolf. Sio Facebook, sio WhatsApp. Unakutana, unajua hizi simu zimekuwa za ujinga. Hii kamera ya hapo wangeniambia ningesema waitoe. Mama mzima unakutana 45 years. Unajiuliza ni nini imetufikia jamani? Unakutana anaweka Facebook hashtag. Unaona zingine hashtag. Na tote kanisani shangwe na vijana vya nani? Leo Bwana anataka tujue ya kwamba ikiwa tunataka nguvu zake ziendelee kufanya kazi, turudi kwa misingi ya mitume. Dhambi iitwe dhambi, dhambi ifukuzwe kanisani, uovu usitutawale, tusihubiri maji tukiishi dhambi. Tusikemee dhambi na sisi ndio tunaipromote. Tusikemee dhambi na sisi ndio tunaifanya. Tusidanganye watu kila siku, ijapokuwa ni sisi wenyewe tunarudia kila siku kufanya hayo mambo.
Alo. Tunakutana praise and worship ni wale tu. Tukiwa mbele yao ni kaka na dada. Tukiwa tuko hapo mbele yao ni honey na sweet. Lakini bado Sunday watasimama, ndio nani? Ndio nani? Biblia inasema Mungu akamwambia Samueli, ambia Eli asipokanya watoto wake, yeye na watoto wake watakufa, kwa sababu watoto wake wameruhusu dhambi kuingia kanisani. Na waambia watoto wa Mungu, damu yenu haitakuwa juu ya vita vya yeyote yule, kwa sababu ni muda wa kubadilika. Nasema ni muda wa kubadilika, ni muda wa kukataa dhambi, ni muda wa kusimama kiukweli. Biblia inasema Afni na Finehasi kazi yao ilikuwa kungojea wamama ambao wanakuja kanisani kufanya kazi, wanazini na wao. Walikuwa wanangojea sadaka ikiwepo kwa madhabahu, wanakata nyama ambao ni ya paja, wanaenda kula kwa nyumba zao. Wezi na wakahaba kanisani. Na Biblia inasema Bwana akawaambia, kwa hii moja nitapita na nyinyi, sitawaacha. Naomba Bwana arehemu watu wake. Nasema Bwana arehemu watu wake. Ndio kwa maana Isaya akaandika Isaya 55 ukianza mstari wa 5 kwenda chini, anasema mtafuteni Bwana angali anapatikana, mwitieni yeye maadamu yuko karibu. Kila mwenye uovu aache njia zake, na asiye haki aache maovu yake, amrudie Bwana naye atamsamehe. Kama unanisikia sema nasikia. Kama unanisikia sema nasikia. Kanisa ni muda wa kuweka laini vizuri. Ikiwa ni Mungu tutamtumikia, basi tumtumikie Mungu. Ikiwa ni shetani tunamtumikia, tumtumikie kwa roho na kweli. Tuache kujificha ndani ya Mungu tukifanya agenda ambazo sio za kimungu. Ni muda wa kumtumikia Mungu kwa roho na kweli. Na ikiwa ni shetani, hata kwenda kwa mganga wiki mzima alafu unakuja kanisani Sunday tufukuze pepo. Wanakuambia kazi yetu kufukuza pepo. Ikiwa tutumikia shetani, enda umtumikie kwa roho na kweli. Tukujue tu ya kwamba Sabaki tunakuwa na wachawi watatu. Hata wameandika kwa nyumba zao, mimi mchawi hatari. Lakini unatutesa kila siku na Biblia ukiroga watoto wengine. Uovu ni wakati. Uovu ni wakati. Dada, unaona mtoto anaanguka na ameanguka vibaya kwa sababu sio wako, unasema amka. Amuka. Uovu ni wakati mtoto wako amepigana na mtoto mwingine. Huyo wako unamwambia baba, alafu unashika wenyewe unasema we, usikuwa unakuja kupiga watoto hapa. Ni kama huyu wako ndiye alizaliwaga, huyu alimuogotaka. Uovu. Alo. Angalia jirani yako mwambie uovu utafukuzwa kanisani. Ndio unajiuliza kwa nini nguvu za Mungu hazitembei kwa uweza? Kwa nini nguvu za Mungu hazionekani? Zitaonekanaje? Na njia zetu zinajificha. Hizo nguvu zitaonekanaje? Na njia zetu hazieleweki. Hizo nguvu zitaonekanaje? Na njia zetu ni za kujivika mask. Njia zetu ni kama makeup. Unajua makeup? Unaona dada saa 5 unafikiria umeona malaika. Muangalie 6. Atu angala huyo ndiye yeye. Unaona uso wake unasema 10 ndio huyo. Wewe wa Kristo wengi wako na makeup. Akienda kanisani, hata mkigongana na yeye ukitoka kutoa sadaka, unasikia pole brother, pole baba, pole, amen. Mkutane nje mgongane. Mjinga ukiingia kwa matatu angalia. Unajiuliza ni huyu mwenye aliambia Lonzi jana pole baba. Tunatoka Ngong tukienda Karen. Na mwingine ndugu yangu anamkanyaga hivi kwa gari. Huyo mama akamshika hivi. Akamtikisa hivi. Wewe, mimi nitakutoa macho wewe. Akamsomea. Ninakaa tu nyuma ya huyo mama hivi,
Huyo mama tunaenda ibada moja mimi na yeye. Ninakaa tu hivi. Akasomea huyo ndugu. Huyo ndugu nani wa kanisa? Hamjui? Tulipofika mahali yenyewe tutashukia, tukashuka. Alafu Parisa zipe mchungaji. My pastor. Tulikuwa na wewe huko. Nikamwambia nilikusikia ukisomea mtu. Makeup. Mahali hakuna mtu anakuona, unaonyesha wewe ni nani. Simba na kucha zako zote hivi zinaonekana. Mahali mwingine wanakuona paka. Mahali hakuna unanguruma. Tikisa jirani yako mwambie uovu uende mbali na wewe. Kama unamsikia, patia Bwana makofi mazuri. Patia Bwana makofi mazuri. Tufukuze uovu kanisani kwa jina la Yesu. Ikiwa tunahitaji nguvu ziturudie watoto wa Mungu, basi uovu utaenda mbali na kanisa. Nasema uovu utaenda mbali na kanisa. Rafiki yangu mmoja mwimbaji, rafiki yangu sana, akaenda kuhudumu mahali, naongea tu ya Kenya hii. Usiku anasikia hodi kwa mlango ya hoteli. Akifungua hivi kuangalia, akaona ni mchungaji aliyemwalika. Akafungua akamwambia, mchungaji, unatakaje? Akamwambia, ninakuja na ujumbe. Mama kiongozi ndiye alikuwa anasema angelitaka kuongea na wewe. Akamwambia, nimelala tayari, umuombe tuongee kesho. Hapana, alikuwa anataka kuongea na wewe. Hiyo mambo yenyewe ya kulala. Mama kiongozi. Rafiki yangu akamuuliza, unasema? Akamwambia, hata kujifanya. Wahubiri wenye wanahubiri hapa wametoka Amerika. Sasa hivi tunaongea, walikuja wale wa mama wanashughulikiwa huko na wao wanashughulikia Wakristo wengine huko, ni kawaida. Sasa huyo mama kiongozi ameona wewe uko pweke. Anakuonea huruma. 5 AM. Rafiki yangu alikuwa anatafuta gari. Dereva wangu 20. Tulikuja kuhudumu kwa shetani. Pastor alikuja kumpigia kitu saa 3. Rafiki yangu, umekuwa tayari wakuja kuchukua? Kaambia, mimi niko njiani nikirudi Nairobi. Akamwambia, acha ujinga, umeacha CD zako huku zaidi ya 100. Akamwambia, mchungaji, nimekubariki. Nimekubariki. Alirudi akakuja kwangu kwa nyumba akaniambia, nimetoka Jehanamu. Na vile niliona wale waimbaji wanaimba hapo, wale dancers wananengua hapo, nilikuwa Jehanamu. Hizi invitations zitatuua. Nikamwambia, pole. Sio dhambi wamemtafutia dhambi huko kwa club. Wanamtafutia dhambi kwa madhabahu. Halafu tunasema tutajivika ngozi za kondoo ili kwamba tuambie watu Bwana anatosha. Bwana hatoshi. Tuko na target. Na hiyo target haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Nasema hiyo target haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Rafiki yangu mwingine anaenda kuhudumu hapa Coast. Akifika hapo, mchungaji akamwambia, baba, unaona vile kanisa imebaki hivi ni kwa sababu tu ya kitu moja. Wachungaji wengine wote wa hii area waliungana wakaenda kwa mtu fulani akawapea nguvu, kanisa zao zote zimejaa maelfu. Akawapea nguvu akasema, unaendaga na hakuna kulipa. Wewe unaenda tu unaosema, ninataka jini 2,000. Maana yake unataka kanisa ya watu 2,000. Na wewe anasema mimi nataka 10,000. Malipo baadaye. Sacrifices baadaye. Angalia jirani yako mwambie tutakimbia uovu. Lakini ndio unakutana wa Kristo tuko busy. Kila mmoja anakuambia, unajua tunaweza kuomba pamoja. Ndio papa, tuombe pamoja. Tunapotea watoto wa Mungu. Naomba roho ya utambuzi ije juu ya kanisa. Nasema roho ya utambuzi ije juu ya kanisa. I pray that discernment will be real in the church. Kugundua nani wa Mungu nani sio wa Mungu. Kugundua nani yule ambaye amekuja na roho za kimazimu.
Najua kaniambia huyo mganga alipoona huyo mchungaji aendi, yeye akaenda akamtafuta. Akamwambia wewe, wenzako wote wamekuja, wewe umejifanya. Utaki kuja? Utaniona. Halo. Huyo mchungaji akamwambia akikupea jini 10,000, jini moja itakuwa inaleta Mkristo mmoja. Jini moja Mkristo, kazi ya hizo jini kutafuta wale wavuguvugu wenye wajielewi. Inaenda inawachukua, inajaza kanisa, wanawapora mifuko, wanawanyanyasa kila kitu. Baada ya hapo wanajiandaa kwenda kuzimu. Na alafu tunasema injili inahubiriwa. Injili gani? Watoto wa Mungu, sio kila Biblia inayofunguliwa inahubiri Kristo. Sio kila Biblia inayofunguliwa inatangaza Kristo. Kwa hivyo Bwana awape neema. Nasema Bwana atupe neema. Kizazi hiki Bwana akipe neema. Tuepuke uovu ili kwamba tutembee katika nguvu za Mungu za kweli. Kwa sababu nguvu za Mungu zinafanya kazi. Zinafungua watu. Zinaponya bado. Zinaokoa bado. Lakini watu wamekataa nguvu za Mungu. Watu wanataka comedy. Watu wamekataa nguvu za Mungu. Watu wanataka mchezo. Rafiki yangu mmoja aliitwa Nairobi hapa kanisa fulani. Akaambiwa kuja, akaenda kwa ofisi, yeye na mke wake. Mchungaji na mke wake akawaketisha. Mchungaji ni bishop, mke wake ni deputy bishop. Akawaketisha. Akamwambia, tumeona uko na message, lakini unakosa punch. God bless you. Tunaona uko na message, lakini unakosa nguvu. Ndio kwa maana tunakuita tukupatie punch. Kapush. Nguvu. Hauwezi. Ukifanya andika chivi hivi, wanaishia wote. Ukifanya mguu hivi, wanaruka wote hivi. Kapanji. Siongei Korea, naongea Nairobi. Siongei historia ambao nilisoma, naongea historia ambao mwenye alienda kupewa kapanji. Alikuja kuniambia. Watoto wa Mungu, tutakimbia dhambi na tutaogopa kucheza na jina la Kristo. Una neema wewe ikiwa bado ungali unaabudu Mungu wa kweli. Kwa hivyo nguvu za Mungu hazipatikani kila mahali. Zinapatikana mahali ambapo jina la Kristo linatajwa na maisha ya watu yanamfuata Kristo. Sio kutaja Kristo tu inatosha. Akaketi hapo, akaambia mchungaji, kwa kweli nina message. Hata kila wakati nikifungua Biblia napata mafunuo. Mtu ninaongea amehudumu hapa tu, amekuwa hapa tu, tumekuwa na yeye hapa. Wewe mchungaji akamwambia, basi nataka nikuonyeshe kitu. Akaita jina ya mtoto wake. Baba. Kibaba kikatokezea kwa ofisi, kinakaaga nyuma ya kabati hapo. Kibaba, kimtoto cha kwanza kwa mchungaji. Ndio kibaba. Ndugu yangu akaangalia hivi akasema, nani huyo? Baba. Akamwambia huyo ni baba. Baba koja. Mama, shughulikia baba. Mama akafungua kabati akatoa mkate hii ya 800 grams. Akapatia baba block na soda ya 2 liters. Baba mbele ya rafiki yangu akairarua kwa masekunde. Baba. Eating competition. Baba akairarua kwa masekunde. Akasema ingine. Rafiki yangu
anatetemeka, anaogopa, ameisha. Mbona tumekuwa tukihudumu na yeye na huyu na wewe baba? Akaambia si ndio? Si ninataka kukuonyesha. Akamwambia condition ni moja tu. Unaona mtoto wako wa kwanza? Utamfanya akuwe baba. Your firstborn atakuwa baba. Atakuwa tunakaa nyuma ya kabati ya ofisi yako. Unakuwa unamhakikishia kila asubuhi lita 2 ya soda na mkate. Mchana lita 2 ya soda na mkate. Na jioni lita 2 ya soda na mkate. Na unampea chakula nyingi, baba anakula mzuri. Baba anakaa mtoto fupi rao. Ngemlash. Rafiki yangu akamwambia kama ndio inaitwa nguvu, inaitwa power, ukae nao baba. Heri nihubiri hii message unasema haina nguvu kuliko hii yenye inakufanyia hiki hivi. Akamwambia hawezi kuona mambo yangu, siri zangu, kwa sababu nilikuamini, alafu uende hivyo hivyo tu. Akamwambia kwa jina la Yesu nitaenda hivyo hivyo. Akamwambia sawa. Wakiwa wanaongea hivi, mke wake akaanza susu hapo hapo. Mke wa rafiki yangu akashindwa kushika choo ndogo hapo hapo, ikaanza kutiririka. Rafiki yangu alimtoa hapo, weka kwa gari na akaanza njia. Oh, from Nairobi until when she was delivered. She could not. Ilifanya hivi. Lakini Mungu wa rehema akatusikia. Nasema lakini Mungu wa rehema akatusikia. Ndio kwa maana mnaona watu mnakaa tu hivi, haiko neema yoyote ile ambayo utasikia inahubiriwa ndio neema ya Kristo. Uovu umetawala dunia. Uovu umeingia makanisa. Uovu umeingia madhabahu. Na ndio kwa maana nguvu za Mungu hazifanyi kazi. Na imekuwa ni drama. Leo rafiki yangu anafanya huduma ya kipekee ya nguvu tena ya maajabu. Na mtoto wake si baba. Hallelujah. Mungu anamtumia mahali pote pale anaenda. Mtoto wake si baba. Watoto wa Mungu, kumbuka kitu moja, wakati mnapotaka kupatia uovu nafasi, shetani akikupea miwani, hatakujia miwani, atakujia macho. Akikupea kiatu nzuri, akija atachukua mguu. Watoto wa Mungu, neema ya kukimbia lolote ambalo sio la Mungu wa mbinguni ingali hapa leo. Neema ya kukataa njia ambazo hazifanani za kimungu iko hapa leo. Neema ya kusema dhambi na mimi tuachane iko leo. Sikisa kwambia, ikiwa haujashikwa, haijamaanisha Mungu anakuficha. Inamaanisha neema imekuacha. Hello? Ikiwa haujashikwa kwa dhambi, usifikiri ni Mungu anakufunika. Hakuna kufunika. Mungu ameshakuacha, hana hata business na wewe. Umeshakuwa wa shetani. Leo neema ya kukimbia uovu iko hapa. Nasema neema ya kukimbia uovu iko juu yako. Nasema neema ya kukimbia uovu iko hapa. Na uzuri moja ni kwamba watoto wa Mungu, hata wakati uovu huo unapotawala duniani, bado Mungu angali na wake. Nasema bado Mungu angali na wake. Bado wale ambao Bwana anataka kutumia kwa moyo na kweli, bado wangali. Naomba Bwana akufanye mmoja wao. Nasema Bwana akufanye mmoja wao. May God make you one of the remnant wenye atatumia hata wakati dunia inajaa nguvu na ambazo hazieleweki. Kama unasikia sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya. Mtoto wa Mungu, chochote kile ambacho kinaweza kukufanya usipate nguvu za Mungu kupitia uovu, ukikataa. On Tuesday niliwaambia, dhambi ni nini? Dhambi ni dereva wa matatu ambaye ukataa
kushushia watu mahali wanafaa kushukia. Dhambi ni huyo dere mwenyewe, unamwambia dere, shusha kwa hiyo stage, anakusikia, lakini kwa uroho yake anaamua kukupeleka the next stage. Inakugharimu tena urudi nyuma ndio uende mahali unafaa kwenda. Anaitwa nani? Dhambi. Unaniambia pastor, sielewi kenye unamaanisha. Na maanisha hivi, dhambi ni huyo dereva mwenye aliambiaga Daudi, unataka kushuka usiku moja peke yake, uzini tu na mke wa Uria na ishe hapo, mimi nakataa. Daudi, unataka usiku moja, mimi dhambi nitakupatia nafasi nyingine ya kushukia, sio hiyo yako. Mpango wa Daudi ulikuwa ni tazini na mke wa Uria, na baada ya kuzini na mke wa Uria inaishia hapo. Dhambi akamwambia, mimi ndiye dereva, sishukishiaje mahali unataka, nitakushukishia mahali mimi ninataka. Angalia jirani yako, mwambie umepitishwa. Unataka kushukia hapa, dhambi niachie sasa hapa. Yako ilikuwa ni uzinifu, mimi nitakuongezea uwaji. Inapeanaga bonus baada ya kuitisha. Inaongezeanaga mahali ya kuitafuta. Leo Bwana tupe neema tuikatae. Nasema Bwana tupe neema kanisa tukatae dhambi. Nasema Bwana tupe neema tukatae dhambi. Haleluya. Haleluya. Fikiri Daudi alijua hakuna mtu atawahi kujua ya kwamba alizini. Lakini kwa sababu sio alikuwa anatembeza, ni dhambi ilikuwa inamtembeza. Dhambi kafanya dunia mzima ijue ya kwamba Daudi si mzinifu peke yake, pia ni muuaji. Ukiona dhambi ingalike na kupeleka vizuri, eti ni kadiri na ni sawa, unjua itapata mahali itakuwa expose. Ingali na kuandalia uwanja mahali itakuweka nje. Tupe neema leo kanisa, turudishe nguvu za Mungu. Kuna watu hapa ambao Bwana anaweza kutumia kimaajabu. Kuna watu hapa ambao unabii ulio ndani yao ni wa maajabu. Lakini ni nini inawafanya wasiendelee? Kwa sababu wakati shetani aligundua initial plan ya Mungu ndani yao ni ya kimaajabu, akapanda ndani yao vitu ambavyo vitacontest against. Sasa nikwambie siri. Alipozaliwa Samsoni, Delila akazaliwa huko. Kama unasikia sema nasikia. Kila nguvu za Mungu zikiachiliwa kwa maisha ya mtu, shetani anapanga fake yenye itakuja kucontest against. Kwa hivyo unabii ukiachiliwa juu yako, ujue ya kwamba vita dhidi ya ile unabii inaanza hiyo siku. Na ujue ya kwamba mwizi ujifunza boma kuliko mwenye boma. Mwizi hawezi kuja kuiba tu hivi yodela. Anajifunza mahali ya ufungaji, mahali mwenye anataka kukuweka kwa shida ya dhambi. Anajifunzaka wewe kuliko vile unajijua. Mwenye atanyang'anya mke wa wenyewe anakuwa mzuri kuliko mume. Si utanunua peremende, ushaona peremende ya ngiri? Hakujawahi kwa peremende ya ngiri. So utanunua peremende, baadaye unasikia so utanunua kasoda 5,000. This is a provider. I don't know who is my husband. My husband is that there and there. Ngoje provider akufikishe mahali atakuprovidea. Ndio utajua ni dhambi zinakutafuta. Kama unanisikia sema nasikia. Leo shuka kwa hiyo matatu kabla haijakufikisha kwa stage nyingine kupeleka. Leo sema nimegundua kuna vitu Mungu amepanda ndani yangu ambavyo shetani anapiganisha. Mtoto wa Mungu. Kuna watu ambao Mungu aliumbaga wao wa maajabu duniani, lakini dhambi ikawafanya hovyo. Dhambi ndio ya kwanza kupoteza nguvu za Mungu. Samsoni aliumbikaga awe president.
akamaliza comedian. President, kwa sababu waanzi ndio walikuwa wanatawala kama ma kings kwa huo muda. Aliumbika awe president. Biblia inasema mwisho, siku ya mwisho ya Samsoni, mfalme wa Wafilisti akambiana na watu wake, mwende mtuletee nani? Samsoni aje afanye nini? Atuitakee komedia. Ndio andiko ya mwisho ya Samsoni. Mwende mulete Samsoni aje atuchezee dansa. President alizaliwa awe president, anakufa dansa. Ndio dhambi hiyo. Wakati dhambi inapata msingi, inakureduce for nothing. Niliwaambia mtu mzima kama Adamu ambaye alikuwa na uwezo wa kuname kila kitu duniani. Adamu ndiye alipea kila kitu duniani jina. Dhambi ikamreduce kwa nothing, akawa mjinga mpaka sauti ya Mungu ambaye anajua Mungu anaonaga kila mahali inamuita. Adamu anakimbia nyuma ya mti. Ukiona tu unaona mjinga huyo. Ndio dhambi. Hapo ndio dhambi inafikisha mtu hapo. Dhambi tu ndio inafanyaga mtu mzima, baba mzima na degree anatoa nguo mbele ya mtoto. Dhambi. Leo tuna neema. Ino mkono yako mbele za Bwana, sema Bwana Yesu, nataka nguvu zako. Uovu wowote ule ndani ya maisha yangu, ndani ya familia yangu, ndani ya kazi yangu, na ukataa leo. Nahitaji neema yako ije juu yangu, ili kwamba nguvu zako zinijae upya. Bwana Yesu, nainua mikono yangu ili kwamba kwa wale ambao hawatakukana, kwa wale ambao hawatakusaliti, uniweke mmoja wao, unihesabu mmoja wao. Bwana Yesu, ingawaje ugumu wa kazi, ugumu wa safari, nahitaji uovu usitaje kwangu, ni kuheshimu siku zote za maisha yangu, kwa jina la Yesu. Patia Bwana makofi mazuri. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace Father Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit